Mtazamaji, hujambo na karibu. Hii ni Kamila FM na kukaribisha uweza kuandamana pamoja nami kutoka mwanzo na mwisho na tamati wa habari yote. Kabla ni kupashe taarifa yote kwa kikamilifu, basi hapa vidokezo vyake. Sikukuu zikiwa zimechongea, Rais William Ruto awatakia heri ya sikukuu wakazi wa Kenya na wananchi hao wa Kenya. Sehemu za Kuria watu wana huzuni, maana wanaita kwamba hata kabla wajaingia sikukuu wana majonzi ya kumharibifu ulioonekana kiangazi kikali kilichoharibu mazao. Sehemu za Kapedo, wakazi wa kule Kapedo walia kwa kile wanachokiita kwamba ni utofu wa kiusalama hata kabla hawajafika katika sikukuu ya Krismasi. Karibu mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji pote unaponifuata kutoka, ni tumaini langu kwamba usalimini. Mimi ni Thomas Marwa, karibu kwa taarifa kikamilifu. Rais William Ruto amekuwa kiongozi ambaye ni mstari wa mbele kuwatakia wakazi na wananchi wa Kenya heri ya sikukuu, huku akiwataka wao makini kwa kipindi hichi kifupi ambacho ni machafuko yanaweza kuonekana watu kupoteza maisha yao kwa kile ambacho madereva huwa hawazingatii sheria za barabarani na kufanya kupoteza maisha ya wananchi wengi kwa kipindi hichi cha Disemba. Baada ya kusema hayo, ameelekeza watu wote na kuwatakia kwamba sasa muda huu kila mtu asherekee nyumbani kwake akiwa na furaha ambayo inastahiki. Lakini baada ya maneno hayo mazuri ya rais huyu William Ruto, kiongozi na rais wa Kenya, watu wa kaunti ya Narok, sehemu za Kapedo, wanalia na wanahitaji haki ya usalama kufika hapo. Watu hawa na wakazi hawa wanasema kwamba hawana cha kusherekea kile wanachokiita kwamba ujangili umekidiri sehemu hiyo na kufanya watu kukana wasiwasi hata kabla hawajaanza siku hizi za sherehe. Sehemu hii imekuwa mojawapo sehemu zilizorekodiwa kuwa sehemu mbaya zaidi sehemu ya Kenya, na sehemu hiyo inaonekana kwamba usalama hauwezi kuonekana kabisa katika kipengele hicho. Hata hivyo, mwanahabari wetu wa Kamila FM alipofika sehemu hiyo alikutana na mama mmoja anaitwa Lemangule Ikuru, ambapo alimhoji na kutoa malalamishi yake. Mama huyu mjane wa watoto 8 ambaye anasema hakika hana cha kusherekea maana watoto wake wamesambaratishwa na hali hii ya utofu wa usalama katika sehemu hiyo. Hata hivyo, mama huyu alionekana amebeba mama mjane wa miaka 25. Mama Ikuru alionekana amebeba maji ya lita 3, lakini mfukoni mwake alikuwa na matunda mwitu. Pale ambapo alionekana ni kweli uchofu na kumfanya usalama kudorora na basi uchumi kuwa mbaya sehemu hiyo, na usalama na njaa zinakuwa ndio tishio sehemu hiyo. Asante kwa kuungana pamoja nami. Mimi ni Thomas Marwa.